na utajiri wako unahitaji kila siku upande kuwa mtu mwenye pesa nyingi, unahitaji kuwa tajiri, multi-billionaire. Natoa siri na waeleza ukweli. Hizi ni siri, ziko wazi. Watu wengi waliofanikiwa ndani wana misukure. Msukure ni kiumbe ambaye anaweza kufanya mageuzi makubwa na mpaka watu wakakushangaa. Ukiwa na msukure anaweza kufanya biashara yako ikawa kubwa ndani ya mwezi mmoja. Ukiwa na msukure, kama wewe ni mchimba madini, unaweza kutoa matani na matani sehemu ya kuchimbia madini mpaka watu wakakushangaa. Ukiwa na msukure hautaishiwa na pesa nyumbani kwako. Ukiwa na msukure kila kitu kitakwenda kama ambavyo kilivyopangwa. Unajua, watu wengi hawajui elimu ya msukure ni kiumbe ambacho kilichokatwa nafsi yake kikabaki kuwa hai, kikaleta msaada kwenye dunia. Nadhani bado hujanielewa. Msukure ni roho iliyokuwa hai, au roho ya kihai, au roho ambayo inakamatwa na nguvu za giza ikatumikishwa kama wewe ambavyo unahitaji kuitumikisha kwa watu wengine ili kufanyie mambo. Kwa hiyo msukure si uchawi, msukure ni taaluma. Msukure ni taaluma ambayo wazee wetu wa zamani walikuwa wakiitumia. Namna ambavyo waliitumia, wanalimia mashamba, wanawatuma kama kijakazi, wanawatuma kwenye mambo mbalimbali. Lakini msukure ukiwa naye unaweza kutajirika kwa haraka. Watu wengi wa sasa hivi wanatumia misukure kwenye kazi zao kuwafanya kuwa tajiri, kufanya kazi zao ziende kwenye mvuto wa biashara, kwenye madini. Kwa hiyo msukure anatumika sana na watu wengi wanatumia msukure kwa ajili ya maisha yao. Sasa ukihitaji wewe njia ya kufanikiwa, ukihitaji njia ya kufikia malengo yako, ukihitaji njia ya kufanya wewe uwe kwenye level ya mbali, ukiwa na msukure kila kitu kinakuwa kiko kizuri. Ukiwa na msukure kila kitu kitakwenda kama vile ambavyo wewe unataka. Ndugu zangu, nawaambia hii inatoa siri kubwa sana, kwa sababu mimi ni only one, my chief, the great chief Maalim Mpili. Mimi ni mganga mwenye taaluma ya juu, ni mganga mwenye another level. Nikizungumza kitu na uhakika na kitu ambacho nachoongea. Kama unahitaji utajiri, unahitaji kuwa na pesa, lazima upambane nafsi yako, jitolee kweli. Unahitaji kuwa na pesa, nakupa njia sahihi za kupita uwe tajiri, nakupa njia za kufanya ufanikiwe. Watu wengi waliofanikiwa kufikia lengo ya kuwa watu wenye mafanikio makubwa kiuchumi hawawezi kutoa hizi siri. Lakini msukure ana kazi kubwa kwenye maisha ya kibinadamu. Msukure ana kazi kubwa kwenye maisha ya kibinadamu, upande wa uchumi, upande wa biashara, upande wa siasa, upande wa mpira, sehemu yoyote. Msukure ana kazi kubwa, na utaweza kumtuma vyovyote unavyotaka akaja kukutengenezea chochote unachokitaka. Kuna watu wanaishi na misukure ndani. Kuna watu wanaishi na misukure ndani. Kuna watu wanaishi na viumbe ndani. Kuna watu wanaishi na watu waliokuwa nafsi zao wamezikwa, zimebaki, wakiwatumia kwenye mambo yao, wakiwatumia kwenye siasa, wakiwatumia kwenye kazi zao, wakiwatumia kwenye migodi, wakiwatumia kwenye biashara, wakiwatumia kwenye madini, wakiwatumia kwenye kazi za kuleta mafanikio. Kwa hiyo msukure ni kiumbe wa kwanza ambaye watu wengi East Africa au Afrika nzima wanatumia misukure kwa ajili ya faida ya kiuchumi, faida ya kimaendeleo, faida ya pesa. Kwa sababu msukure unaweza ukamtuma chochote akakuletea chochote kwa wakati wowote. Nasema maneno haya ni maneno ya kiutuzima sana. Wewe ndugu yangu ambaye unafuatilia mitandao ya kijamii kutwa nakuja kuzungumza, naeleza sana mambo mengi sana. Elimu zangu mimi za mashiko. Mimi siji hapa kwenye mitandao kuja kupiga kelele tu, na kuja kuzungumza vitu ambavyo nina uhakika. Msukure anatumika kwenye njia nyingi za mafanikio ya mtu. Baadhi ya watu wengi wanatumia misukure. Matajiri wanatumia misukure, wachungaji misukure, watu wanafanya kazi za kidini wanatumia misukure kurahisisha kazi zao. Zamani misukure ulikuwa wanatumika kwa ajili ya kilimo. Na hata leo watu wengi vijijini wanawatumia misukure kwa ajili ya kufanya mambo yao binafsi, aidha kilimo. Lakini mjini msukure hatumiki kwenye kilimo.
Mjini msukure anatumika kwenye kazi za kiuchumi. Msukure anatumika kwenye kazi za kuleta pesa. Msukure anatumika kwenye kazi za kufanikisha maisha ya watu kibiashara, kiuchumi, kisiasa, kimaendeleo. Ukihitaji kuwa tajiri mkubwa, ukihitaji kuwa na pesa nyingi, ukihitaji kuwa ni mtu mwenye kujulikana, usipungukiwe pesa nyumbani kwako, tumia msukure. Swali linakuja, msukure nitampata vipi? Ilo swali liko behind. Swali liko behind. Lakini nimekuja kukueleza topic ambayo ya kukufanya wewe ufanikiwe, ya kukufanya wewe ambaye uko kwenye mtungi uliofunikwa au jui mtungi huu utapasuliwa lini. Kazi yangu mimi ni kupasua. Kazi yangu ni kupasua na kusema ukweli. Nimekuja kukufungua akili. Tafuta msukure, mambo yako yatafanikiwa. Kwa sababu misukure inatumika kwenye kazi za watu. Misukure inaleta faida kwenye maisha ya watu. Leo hii watu wanaishi na misukure nyumbani kwao. Leo watu wanaishi na viumbe nyumbani kwao. Wanaishi na ndugu zao waliokuwa hai. Wanaishi na mama zao waliochukua msukure. Kuna watu wanaenda kununua misukure ili wasaidie kwenye kazi zao. Nchi zozote duniani wanatumia misukure. Wafanya biashara wa samaki, wavuvi, Waarabu, Wazungu, Wahindi wanatumia misukure kufanikisha haya mambo. Nasema mambo ya kiutu uzima, sio mambo ya kitoto, sio mambo ya levo ya chini. Nazungumzia mambo ya levo ya juu. Nazungumzia mambo ya another levo ya juu. Kama ukihitaji kufanikiwa, watu wenye akili timamu watajua chief nazungumza nini. Kama ukihitaji kufanikiwa kwenye levo ya mbali, levo ya mafanikio, lazima uwe tayari. Uwe tayari kiakili, kimwili. Mafundisho yangu ni mafundisho mazuri. Nimekuja kufungua watu akili, ni wengi, watu hawajui. Lakini ili ufanikiwe, msukure ana kazi kubwa ya kubadilisha maisha ya watu. Watu wamekuwa na pesa, watu wamekuwa matajiri, watu wanafanikiwa, wanawatumia misukure kwa ajili ya kufanikisha maisha ya watu. Kwa hiyo kama unahitaji maisha ya haraka kufanikiwa, ukiwa na msukure, kila kitu kinawezekana.